Swali namba 63 linaulizwa na Mheshimiwa Chum Kombo Khamis, nafasi za wanawake. Asante Mheshimiwa Spika, na kushukuru. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Naibu Spika, naomba mtazamaji na msikilizaji, hivi sasa swala linaelekea Wizara ya Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, ambapo Mheshimiwa Chum Kombo Khamis, nafasi za wanawake, atamuuliza Mheshimiwa Waziri wa wizara hiyo kuhusiana na wananchi juu ya kupatiwa miche ya miti mbalimbali. Je, wizara imewahakikishia vipi wananchi kuwapatia miche, na kuna utaratibu gani wa wizara kutoa miche kwa wananchi mara tu muda wa mvua unapofika? Waziri wa Kilimo, Umwagiliaji, Maliasili na Mifugo, Mheshimiwa Shamata Shamia Khamis anajibu. Khamis, mwakilishi wa wananchi viti maalum mkoa wa Kaskazini Pemba, swali lake namba 63 kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, wizara imekuwa ikiendelea na jitihada za kuotesha miche aina mbalimbali kupitia vitalu vya serikali na Unguja na Pemba. Aidha, wizara inaendelea na utaratibu wa kujenga hamasa na kuelimisha wananchi kwa kuwapatia vifaa na utaalamu katika kuanzisha na kuzalisha miche katika vitalu binafsi ili kukidhi mahitaji yaliyopo. Vile vile, Mheshimiwa Naibu Spika, wizara inawahakikishia wananchi wote wa Zanzibar kwamba kupitia vitalu vya serikali na binafsi upatikanaji wa miche kwa msimu wa mvua za masika uko vizuri. Mheshimiwa Spika, jibu B, mara baada ya kukamilisha utaratibu wa kuotesha miche, Wizara ya Kilimo hutoa taarifa kupitia vyombo vya habari kuhusu utaratibu na upatikanaji wa upandaji wa miche kwa msimu wa masika wa mwaka 2025. Wizara pia kwa mashirikiano na afisi ya makamu wa kwanza rais imeandaa ratiba ya upandaji wa miti katika maeneo mbalimbali kwa kupitia programu yake ya Zanzibar Green Legacy, kwa maana Zanzibar ya kijani. Hata hivyo, wizara imepokea maombi mbalimbali ya kupatiwa miche kupitia taasisi za serikali na kiraia pamoja na wananchi. Utoaji wa miche unazingatia ukubwa, maeneo, hali ya eneo na aina ya idadi ya miche inayohitajika. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Swali la kwanza la nyongeza, Mheshimiwa Chum. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri, nakupongeza sana kwa majibu yako mazuri yenye tija kwa wananchi wetu. Lakini Mheshimiwa Waziri, naomba nikuulize swala moja lenye kipengee NB kama ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri, kwa kuwa mmekuwa mkihamasisha wananchi juu ya upandaji wa miche ya mikarafuu, je, wakati mnahamasisha wananchi hawa, je, mnafanya ziara ya kujua au ufuatiliaji kwamba miche hii maendeleo ya uotaji wake kwa ile miche ambayo mmeigawa ukoje? Lakini B, kwanza naomba nimpongeze Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa kuongeza bei ya zao la karafuu. Lakini Mheshimiwa Waziri, mikarafuu inapandwa, lakini kuna baadhi ya wananchi ambao hawapendi maendeleo, mikarafuu hii wanaikata. Wizara ina mkakati gani kushirikiana na wananchi juu ya swala zima la doria ili miche hii au mikarafuu hii isiendelee kukatwa ili zao hili lipatikane kwa wingi? Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa mwakilishi dada yangu Chum Kombo Khamis swali lake la nyongeza NB kama ifuatavyo. Mheshimiwa, kwanza nianze hili la kwanza la kusema kwamba Mheshimiwa, utaratibu wetu kama Wizara ya Kilimo, tunapokuwa tunaotesha hiyo miche, tumekuwa tukifanya jitihada mbalimbali ikiwemo elimu, lakini sambamba na mtu ambapo tumempa miche ile ni kwamba moja katika sharti kama ambavyo nimezungumza juzi, tunaomba kwamba ni jukumu lake mwenyewe kuhakikisha kwamba miti hiyo ina survive. Na wengi wao wanatuhakikishia hivyo, licha ya kwamba zipo changamoto ndogo ndogo ambazo ziko nje uwezo wao, nazo hizo tunakabiliana nazo, ambazo ni miongoni
mwa mambo ambayo serikali inaendelea kuyafanyia kazi. Lakini jibu la pili ni kwamba mheshimiwa, suala la uharibifu kwa wale ambao wakati mwingine nasema wanajizima data. Mheshimiwa, niseme tu kwamba hii ni miongoni mwa changamoto. Lakini tungeshauri na tungeendelea kusitiza kama serikali kupitia Wizara ya Kilimo kwamba kilimo sasa hivi karafuu ni biashara ambayo inalipa sana. Kama inalipa sana, ni wajibu wetu kwa kila mmoja wetu tuhakikishe kwamba tunahakikisha kwamba hatupotezi muda katika kuliendeleza zao hili la karafuu, wakati serikali imeshatumia fedha nyingi katika kuotesha miche hiyo na kuigawana. Kwa hiyo vile vile tuendelee kusema kwamba wakulima wanapaswa kuhakikisha kwamba hatua ya kwanza ni jukumu lao la kuhakikisha kwamba wanalinda mashamba yao. Lakini hatua ya pili, na sisi kwa vile kuna serikali za mashea au serikali za shehia pamoja na viongozi mbalimbali, kamati za ulinzi na usalama za kila wilaya, ni waombe tu, kwa sababu vituo vya polisi vipo, watakapopatikana wale wakorofi ambao wanajizima data, serikali itaendelea kushirikiana na vyombo vinavyohusika katika kuhakikisha kwamba tunawachukulia hatua kwa mujibu wa sheria pasina kumuonea mtu yoyote. Mheshimiwa Naibu Spika, nakushukuru. Mheshimiwa Shadia, swali la pili na nyongeza. Bismillahirrahmanirrahim. Mheshimiwa Naibu Spika, nikushukuru kwa kunipa nafasi ya kuweza kumuuliza Mheshimiwa Waziri swali moja la nyongeza. Lakini kwanza niendelee kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi zake nikasimama hapa nikiwa mzima na mwenye afya. Pamoja na majibu mazuri sana Mheshimiwa Waziri, naomba nikuulize swali moja kama ifuatavyo. Mheshimiwa Waziri, jitihada zako kupitia wizara yako imeongezeka. Tumekuwa tukishuhudia kazi nzuri ya upandaji wa miti. Na kwa sasa maeneo mengi wakulima wanalalamika kuhusu uharibifu wa mifugo. Na ukiangalia waathirika wakubwa ni wanawake. Je, wizara ina tamko gani kwa wakulima hao? Hasa je, wizara ina tamko gani la kuwasaidia wakulima hao ili wasirudishe nyuma juhudi zao? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako naomba kumjibu Mheshimiwa Shadia Mohamed Sulemani. Kwanza nianze kwa kumpongeza sana kwa kutambua kwamba kweli anafuatilia kwamba akina mama ndio ambao wako bondeni kwa kinamba kubwa ukilinganisha na sisi wanaume. Na mimi niendelee kumwombea dua tu Mwenyezi Mungu amjalie aendelee kupaza sauti za akina mama hawa kwa kadiri Mungu atakavyomjalia kwa kushirikiana na waheshimiwa wajumbe wengine. Lakini Mheshimiwa, nataka niseme tu kwamba tumekuwa tukipata malalamiko mbalimbali. Na hata leo nilikuwa nasikiliza mawio pamoja na lile gunzo wazo kuna kipindi cha maalum ambacho asubuhi kipo kile ambao nimesahau jina lake. Mheshimiwa, katika mambo ambayo yametendi sana katika vyombo vya habari ni kwa namna gani wakulima wafugaji wanakuwa wanajihusisha katika kuhakikisha kwamba wanaharibu mazao ya wakulima, hususan akina mama. Jambo hili ni kwamba linalalamikiwa sambamba na wizi, lakini huo wizi sasa hivi kwa baadhi ya maeneo unaonekana kidogo umeshuka kulinganisha na haya matukio ya uharibifu wa mashamba ya wakulima. Naendelea kutoa wito kwa wananchi wote, hususan wafugaji, kwamba Wizara ya Kilimo inasimamia kilimo pamoja na mifugo, na hakuna nafasi ya aina yoyote wala hakuna chance ambayo inamruhusu mmoja awe mkubwa juu ya mwenzake. Kwa hiyo ninachotaka kusema ni kwamba niendelee kuwaomba wananchi wathamini, wadhibiti mifugo yao na waachie wakulima mvua zinazoendelea walime kwa ufanisi na wasiwarejeshe nyuma. Na wale ambao watapatikana, niendelee kuiomba wanahusika wawachukulia hatua kwa mujibu wa kuwapeleka kwenye vyombo vya sheria. Na sisi kama serikali kupitia Wizara ya Kilimo tutahakikisha kwamba tunamlinda mkulima wa nchi hii, hususan akina mama, kwa kazi kubwa ambayo wanaendelea kuifanya katika kuzalisha chakula ndani ya nchi hii pasina kusumbuliwa kwa njia yote. Kwa hiyo huo ndio wito wetu na tutaendelea kulisimamia jambo hili, na tunakushukuru sana Mheshimiwa Mwakilishi. Mheshimiwa Azza, swala la mwisho la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi. Nimpongeze sana Mheshimiwa Waziri kwa majibu yake mazuri. Na pia nimpongeze kwa kuendelea kutoa elimu na hamasa kwa wananchi juu ya uandaaji wa vitalu kwa ajili ya kupata miche. Mheshimiwa Naibu Spika, swali langu naomba nimuulize kama hivi ifuatavyo. Kwa kutumia vitalu hivi binafsi ambavyo vinatoa miche mbalimbali, wananchi wanapata miche hii kwa kufuata utaratibu gani? Asante Mheshimiwa Naibu Spika.
Mheshimiwa Waziri kwa majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nikushukuru na niwashukuru sana waheshimiwa wawakilishi, hususan viti maalum kwa kazi kubwa ambao leo kwa kuendelea kumpigania mwanamke wa nchi katika uzalishaji wa sekta ya kilimo hapa nchini. Mheshimiwa, nataka niseme tu kwamba kwenye utaratibu wetu kwa serikali, kwenye vitalo vile vya serikali kama ilani ya Chama cha Mapinduzi ambavyo imetuelekeza kwamba miche ya mikarafuu pamoja na miche ya minazi serikali inaendelea kubeba gharama hizo na mwananchi anapewa bure, na ni wajibu wake yeye kwenda kuchukua na mwisho wa siku kwenda kuhudumia katika shamba lake ili aendelee kupata faida kama vile ambavyo amekusudia. Kwenye vitalo vya watu binafsi hapa kuna utaratibu wa aina mbili. Utaratibu wa kwanza ni kwamba wanaozalisha vitalo binafsi katika miche hiyo ni kwamba wanawatoza wakulima kwa utaratibu wa kiwango kidogo cha kurejesha ile gharama iliyokuwepo. Lakini kwa baadhi ya vitalo vya mikarafuu sasa hivi serikali baadhi kwa kushirikiana na taasisi nyingine ikiwemo ZSTC tayari tumekuwa tukiona wale wakulima ambao wamepatiwa vifaa na ambao wamezalisha, mwisho wa siku miche ile yote inanunuliwa na serikali na mwisho wa siku tunawagea wakulima ambao watakuwa wana uhitaji. Hayo pia ni miongoni mwa mambo ambayo yanafanyika na mwaka huu kazi hiyo imefanyika kwa ufanisi mkubwa. Mheshimiwa, nakushukuru sana. Tunaendelea.